Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ikiwa ni juma nyingine na leo tukiwa tunaendeleza mada yetu ambayo tuliishia siku ya Juma, na nikukumbushe tu kwa wale ambao ndio wanatutazama kwa mara ya kwanza, hii ni Ummat Islam kutoka hapa Sky International TV. Na mgeni wangu kwa siku ya leo ni Sheikh Salim Burhan Msami, ambaye tulikuwa naye pia wiki iliyopita katika mada iliyokuwa inazungumzia vijana na ndoa, lakini pia tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na malezi ambayo tunakuwa nayo kwa wake zetu, lakini pia kutofautisha kati ya mke na mama au baba kwa maana ya wazazi tunapokuwa katika swala zima la ndoa. Kukuendesha kipindi hiki mimi naitwa Ibrahim Jamali. Nikusihi tuendelee kuwa pamoja mwanzo hadi wa kipindi hiki, mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, ili tuweze kuendelea kupata yale mazuri ambayo Sheikh Salim atakuwa ametuletea kwa siku ya leo, ili tuweze kujifunza na kuendelea kujua mengi. Maana na imani wengi wanakuwa wanajua, lakini sasa tunaongezea ujuzi, na kwa wale ambao watakuwa hawajui basi watayapata mengi kutoka kwa Sheikh Salim kwa siku ya leo. Huyu ni mwanasheria wa dini yetu ya Kiislamu kwa wale ambao wamfahamu. Kwa hivyo anakuwa na mengi ambayo yanazungumzia dini yetu ya Kiislamu na sheria zake zinasema vipi. Kwa hiyo Sheikh, karibu sana. Asante. Ili tuweze kuendeleza pale ambapo tuliishia wiki iliyopita. Asante sana. Na kuwapa habari njema waumini wa Islam, lakini hata wale ambao si Waislamu waweze kupata dawa, kwa sababu lengo letu sisi ni kuwaelimisha umma ili watu waweze kuelewa yale ambayo yanatusibu. Na mimi nikukumbushe tu kwamba tulipewa nasaha ya kuoa. Tuache ujanja tuingie katika ndoa. Tusiishi pasipo ndoa, kwa sababu kuna madhara mengi yanayokuwa yanatokea pale ambapo tunakuwa tunaishi bila kuwa katika ndoa. Lakini kupitia 0792888642 kupitia 0792888642 tutaruhusu jumbe hapo, na tutaruhusu simu chache kwa muda wa baadaye kidogo, ili tuweze kushiriki pamoja katika kipindi hiki cha Ummati Islam ambacho kinakujia kupitia hapa Sky International TV. Lakini pia endelea kutufuatilia kupitia Sky International TV katika mitandao yetu ya kijamii. Kwa wale wenye vingamuzi vya Star Times kwa hapa Dodoma, pia wanatupata kupitia channel namba 111. Lakini kwa wale wanaokuwa na vingamuzi vya Azam, basi mnatupata kupitia other channel namba 22. Niseme tu asalamu alaikum, tupate kaswida, alafu tukirejea tunaanza moja kwa moja na Sheikh Salim, ambapo ataendelea kutuhabarisha yale mazuri ambayo tulikuwa tumeyaishia. Sasa natumai uko vizuri. Naam. Uko vizuri kabisa? Tupo vizuri. Kwa ajili ya darasa la leo. Inshallah. Basi tuseme asalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فأتيت إلى حبيبي
Naam, tumerejea basi baada ya kupata burudani fupi ya kaswida, na bila ya kupoteza muda nikukumbushe tu mada yetu ambayo ilikuwa imeishia wiki iliyopita. Tulikuwa tumezungumzia kuhusiana na swala la vijana na ndoa, lakini pia swala la malezi ambayo tunakuwa tunawapa wake zetu na kuwanyima wazazi, tukiamini kwamba majukumu yetu yanapaswa kwenda zaidi kwa wake zetu. Hayo yote tulipewa nasaha nzuri hapa na Sheikh Salim Burhan Msami, na kwa siku ya leo tunaendelea kuanzia hapo ili tuweze kuitamatisha vizuri hii mada yetu, ambapo tutakuwa tumepata elimu nzuri. Na kwa kuanza, Sheikh Salim, kwanza nikukaribishe tena. Asante. Lakini tuliishia katika swala zima la namna tunavyowapa mapenzi mazuri na malezi mazuri wake zetu, tukasahau wazazi wetu. Sahihi. Nadhani kwa yule ambaye hakupata nasaha ya kuangalia kipindi chetu wiki iliyopita, tunaweza tukaanzia hapo ili tuje tuendelee katika pande zingine ambazo tunapaswa sisi vijana kuzingatia, tusijikute tunaharibu kwa sababu sisi radhi yetu iko kwa wazazi wetu na sio kwa wake zetu, kama ambavyo tulikuwa tumehabarishwa na Sheikh Salim wiki iliyopita. Naam Sheikh, karibu. Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu watazamaji wa kipindi hiki cha Ummati Islami, awali yoyote tutumia nafasi hii ya kumshukuru Allah aliyotujalia leo hii Mwenyezi Mungu akatupa afya kwa kuweza kuhudhuria tena mahala hapa kwa ajili ya kuweza kukumbushana masala mbalimbali ya dini, na haswa kama alivyosema Sheikh wetu Sheikh Ibrahima ambaye tunaye hapa tangia wiki iliyopita, kwamba wiki iliyopita tulikuwa na masala ya umuhimu wa kuoa na haswa kwa vijana, na tukakumbushana sana kwamba vijana wapate elimu kabla hawajafikia mazingira haya ya kuoa. Ni muhimu sana wakapata elimu ili wajue kwamba kwenye ndoa wanaenda kufanya nini. Lakini la mwisho tukamalizia kwamba umuhimu wa wazazi kwa mke, yani zile haki za mzazi kwa mke. Wengi tunajisahau kwamba tunaona haki ya mke ni kubwa kuliko haki ya mzazi, na bahati mbaya kwamba kama tulivyosema masala haya yanatakiwa kukumbushana na kupeana elimu, haswa wengi katika vijana leo hii. Bahati mbaya vijana wengi wanasahau ile haki ya mzazi, haki haswa ya mama. Yani mzazi, kijana yupo tayari kwamba kumhakikisha kwamba mke wake lolote analolitaka analitekeleza, lakini huyu mama yake huyu ambaye alomlea, akamtengeneza, akamfundisha mpaka inafikia mahala hata huyu mke anamjua, leo kijana anamsahau mama. Na bahati mbaya tunasahau ile hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba radhi zetu sisi wanaume zipo chini ya nyayo za kina mama. Yani ili tuweze kuipata pepo sisi lazima tuhakikishe kwamba tunafanya juhudi kumridhisha mama na kumtekelezea haki zake. Tutanguliza maslahi ya wazee wetu kabla hatujatanguliza maslahi hata ya familia zetu, hata ya mke wake zetu, kwani haki ya wazee ni kubwa kuliko haki ya familia zetu. Nadhani aljuma iliyopita katika kipindi hiki cha Ummati Islami ndipo tulipoishia kwamba tunaghafilika wengi masala ya kuangalia haki za wazee. Leo upo pale kwako unaishi vizuri, asubuhi yako ni nzuri, chakula chako cha muda wote ni kizuri, lakini bahati mbaya mavazi ni mazuri, lakini tunasahau wazee wetu wakati mwingine walio kijijini, waliotufundisha, wakatulea mpaka leo hii tunatazamwa na jamii. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana, na ndio dini yetu ikasema kwamba inakukataza hata wewe kijana usishirikiane na yule kijana ambaye hana radhi za wazee wake, yule asiyowatazama wazee wake. Hata kwenye biashara unataka ushirikiane na nani? Na mtu ambaye hana radhi, mtu ambaye hawatazami wazee wake. Na hiyo biashara itakuwa na baraka gani ikiwa yule kijana hana baraka ya wazee? Kwa hiyo aljuma iliyopita tulikumbushana sana masala haya
vijana tusighafilike, vijana tusifikia mahala tukasahau haki za wazee. Wale wazee sio paka kupiga laana ndio ikufike. Yala manunguniko yake anayenungunika ni sehemu kubwa ya matatizo, ya vyanzo vya matatizo vya kazi yako, vya biashara zako, vya mipango yako yote uliyokuwa nayo. Kwa hiyo ili tufaulu, lazima kwanza tuangalie kwa wazee wetu na hasa mama. Ndio sasa tuangalie haki ya pili ni haki ya mke. Sawa. Haki ya pili ni haki ya mke. Tusijisahau vijana na tusijisahau katika ndoa tunapokuwa tunalea ndoa zetu na wazazi wetu. Shehe, nahitaji kujua jambo. Swala la mavazi, tunapokuwa kwenye ndoa, kuna namna sisi vijana tunapenda wake zetu wavae nguo ambazo zimebana, nguo ambazo ni fupi, nguo ambazo mimi kwangu naona kama zinakuwa zina mvuto zaidi, lakini unakuta mzazi wangu hataki au hapendezwi na kile kitu. Na mara nyingi tumekuwa tukiambiwa kuhusiana na mavazi kwamba pengine mkeo namna anavyojistiri si sawa, na tumekuwa kidogo tunaleta ugomvi na kuona kama hawa wazazi wamepitwa na wakati. Dini yetu inasemaje katika mavazi hasa kwa mke? Limekaa vipi? Nashukuru sana Sheikh wetu Sheikh Ibrahim ambaye ni mwenye kutuendesha kipindi hiki cha Ummatul Islami. Ndugu zangu, leo kuna jambo kubwa, ameuliza swala la muhimu sana. Swala la malezi, haswa mavazi, ni swala ambazo wanaume tunatakiwa tuone kwamba hawa wake zetu tunawaandaeje kwenye mavazi. Tukifeli kuandaa wake zetu, tayari tujue watoto wetu wanaiga mavazi ambayo wake zetu wanavyovaa. Na ndio tukasema kwamba al-ummu madarasa, kwamba in a'adataha a'adata sha'ba tayyib al-araqi au kama qala. Mama ni mwalimu, na ukimwandaa huyu mwalimu vizuri utakuwa umeandaa taifa lililokuwa na misingi ambayo ni mizuri. Kwa hiyo dini yetu ya Kiislamu kuna stara aina mbili. Kuna stara ambayo ni khas, mavazi ambayo ni special kwa wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo wenyewe ni kustiri mwili mzima. Mwili mzima, wake za Mtume ni lazima wajistiri mwili mzima. Lakini wake zetu hawa wanatakiwa wajistiri mwili mzima, isipokuwa uso wao na vitanga sio lazima. Mwanamke anatakiwa astiri mwili wake mzima, lakini si lazima kustiri uso wake na vitanga vyake, si lazima. Lakini akivaa nikabu ahlan, ni bora zaidi. Lakini kuna mavazi ambayo leo kama alivyouliza Sheikh Ibrahim, haswa vijana wengi tunafikia mahala tunaghafilika. Tunaona kama vazi lile letu la dini ni vazi lililopitwa na wakati. Wakati mwingine tunawavalisha wake zetu mavazi yale yanayofasiri mwili. Wewe kijana utaona ni jambo la kawaida, lakini athari yake huijui, athari ambayo itakayotokea baada ya hapo. Baada ya muda fulani utamvalisha vazi hilo ambalo mwanamke mwili mzima linafasiri mpaka maumbile yote, lakini hiyo ni fitina. Dini yetu imeangalia mustakbali mkubwa sana wa maslahi ya mwanadamu. Huyu mke anapofikia mahala pa kutoka nje, tayari utakuwa wewe mwanamume umempa visababisho vingi sana vya kuweza kuwa na vishawishi. Manake akitoka nje ataonwa na watu. Akishaonwa na watu tayari athari inaanza. Wala watu wanaanza mazingira mengine. Kama shetani tunavyofahamu ana kazi kubwa. Leo tunaona mavazi ya wazee wetu, wakina mama wetu ambao waliokuwa wanavaa kama watu waliopitwa na wakati. Tabaan, yapo mavazi ambayo unatakiwa uvae wewe na mke wako ukiwa ndani. Unaweza akavaa mavazi ya kawaida yote unayotaka, lakini ni ndani ya chumba. Lakini anapofika sebleni, ikiwa mnaishi na jamii na watu wengine, huyo mwanamke tayari atakuwa anaandikiwa dhambi, kwa sababu mavazi aliyovaa yanafasiri mwili wake. Kwa hiyo tuseme kwamba haiwi sahihi zaidi yeye kutoka katika mavazi ambayo yanakuwa hayajamstiri vizuri, hususan anapokuwa mke wa mtu. Tayeb. Sawa, kijana mwenzangu, nadhani mnasikia dawa kutoka kwa Sheikh Salim kwamba tuangalie mavazi ambayo wake zetu wanatoka nayo huko nje. Tusiichukue tafsiri ya kwamba mke wangu akitoka amevaa nguo fupi
basi itawafanya watu wengine wamfurahie na kuona kwamba wewe umepata mwanamke ambaye ni bora zaidi. Hivyo anapaswa apendeze ndani kwako, akupendezee wewe, ili wewe ndio uendelee kuwa na kuona huo mvuto ambao yeye anakuwa nao, kama nitakuwa sijakosea. Tayyib Sheikh Ibrahim. Sawa. Tunaendelea na kipindi chetu cha Ummat Islam. Tunaendelea kupata yale ambayo ni mazuri kwa ajili ya kuwa bora zaidi katika ndoa zetu, lakini pia kuwa bora zaidi hata katika jamii ambayo tunaishi. Hivyo kupitia 0792888642 unaweza kushiriki nasi na kutuambia yale ambayo wewe unaona unahitaji kuyajua kutoka kwa Sheikh Salim, huku sisi tukiendelea kukupa yale mazuri ambayo unapaswa kuyapata kupitia kipindi cha Ummat Islam. Na hii ni kila Ijumaa kuanzia mida ya saa 9 mpaka saa 10 utakuwa unakipata kipindi cha Ummat Islam hapa ndani ya Sky International TV. Sheikh, tunarudi kwenye swala zima la talaka. Ndio. Swala la talaka limekuwa kama vile lina mkanganyiko. Nani hasa anayepaswa kumpatia mwenzie talaka? Mwanaume ndio ana haki pekee ya kutoa talaka, au mwanamke pia ana haki ya kuiomba talaka? Lakini kama pia ni mwanaume, kwa vigezo vipi vinavyoweza kumfanya yeye aombe talaka, atoe talaka? Lakini kumekuwa pia na kama kutokufahamu au kuwa na mkanganyiko pale ambapo mwanamke yeye anakuwa anahitaji talaka, lakini mwanaume hujawa tayari kutoa talaka. Akiiomba talaka, wewe unapaswa kuiandika, na kama unapaswa kuiandika kwa vigezo vipi? Kwa sababu unakuta wewe hujachoka, yeye ana sababu zake. Je, unapaswa kuchukua zile sababu zake na kuiandika talaka? Hayo yote tunapaswa sisi vijana, na hata wale ambao sio vijana lakini pia hawajui, wanapaswa kujua kupitia Ummat Islam. Swala zima la talaka limekaa vipi katika sheria za dini ya Kiislamu? Asante Sheikh Ibrahim. Mimi nikushukuru kwa swali ambalo ni zuri, na kama tulivyosema, leo hii tumekuwa na janga ambalo ni kubwa sana la vijana wengi wanaoingia katika ibada hii kubwa ya ndoa. Kama tulivyosema, wanaingia katika ibada ile lakini bila kujua kwamba nini ambacho wanachokikusudia kwenye ibada ile. Bahati mbaya wanasahau miko. Hakuna kitu ambacho kisichokuwa na miko. Lazima kila kitu kina utaratibu wake. Moja ya sehemu kubwa ya ndoa, ya malezi makubwa ya ndoa, ni uvumilivu. Leo vijana wengi wanaingia katika ndoa lakini hawana uvumilivu. Vijana wengi hawana subira. Vijana wanafikiri kwamba nimemuoa mwanamke kazi yake ni kunifulia na kunipelekea maji bafuni na kumfanyeje. Yani mwanamke ni kama mtumishi. Tumegeuza leo vibao kama mwanamke ni kama mtumishi wake. Lakini dini haijaelekeza utaratibu kama huo. Leo bahati mbaya kama tulivyosema, wakina mama wengi kwa sababu ya kukosa subira, wengi wanafikia mahala pa kuomba talaka. Hakuna jambo ambalo linalochukiza kwenye dini na Allah halipendi kama jambo la talaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, mwanamke yoyote atakayefikia mahala akaomba talaka pasina sababu za msingi, huyu mwanamke hawezi siku ya kiyama kunusa hata harufu ya pepo. Achilia mbali kuingia peponi, ile harufu ya pepo hawezi kuinusa. Talaka ni haki ambayo Mwenyezi Mungu aliyompa mwanamume. Mwanamume ndiyo anayemiliki talaka, lakini mwanamke hamiliki talaka. Mume ndiyo ambaye anayemiliki talaka. Na talaka utaona katika utaratibu ni jambo limewekwa la mwisho sana. Yani paka hatua zote takriban hatua 6 zimeshindikana, ndiyo sasa hatua ya mwisho inaangaliwa, hatua ya talaka. Hata hivyo Mwenyezi Mungu anasema kwamba katika halali ambazo ninazozichukia ni halali ya talaka. Talaka inaleta madhara kwenye uchumi, talaka inaleta madhara kwenye akili, talaka inaleta madhara kwenye fikra za mwanadamu, talaka ina madhara kwenye familia kwenye ujumla. Na ndio Mwenyezi Mungu akasema katika halali inayochukia ni halali ya talaka. Talaka Mwenyezi Mungu amempa huyu mume ndio kumiliki talaka. Mwanamke huwa hana historia, hana mamlaka ya kutoa talaka, isipokuwa ikifikia mahala kwamba ile ndoa itakapoingia mahala pakawa na migogoro, ikawa ndoa haina amani, lengo la ndoa linakosekana la utulivu na malengo mengine, basi huyu mwanamke anatakiwa sasa
aende kwanza katika utaratibu wa mamlaka, aende katika ofisi ya kadhi. Akifika ofisi ya kadhi atapewa utaratibu na kadhi atalisikiliza lile shauri. Likionekana hapa hakuna uwezekano wa hawa kuishi, mume bado anamhitaji mke wake, lakini mke hayupo tayari kurudi kwenye mamlaka ya mume wake, kadhi atamaamuru yule mwanamume, yule mwanamke sasa ajikhuluu, ajitoe katika ndoa ile, lakini kwa utaratibu, kwa kutoa ile khulu. Khulu ni badali, ni kiwango ambacho mwanamke anachotoa ili aweze kujitoa kwenye ndoa yake, au sasa ni huru, na kile kiwango kina utaratibu. Ima katika nasu iliyokuja sariha ni mwanamke arudishe mahari yake yale ambayo aliolea. Hii ni nasu ambayo ni sariha, kama hadithi ya Qais, ile nasu sariha. Ima mwanamke anaweza akajikomboa kwa kutoa gharama kidogo, lakini kwa mapendekezo ya mume, kwamba nipe hata kiasi kidogo, mimi nitakuacha huru. Ima, lakini hii itakuwa chini ya nidhamu kama ilivyokuwa ya utaratibu wa kadhi. Na ima ndoa, la mwisho, ndoa inaweza ikawa leo kwa vijana wengi kwamba kijana hawajibiki. Kijana katika haki za mwanamke ni kumlisha, kumvisha, lakini kumpa mahitaji yake yote yale ya msingi. Kijana hawajibiki. Akitokuwa hawajibiki, mke anatakiwa sasa aombe talaka, kwa sababu hana uwezo wa kumlisha huyu. Na huyu mke inawezekana labda amesubiri, subira imeshindikana. Huyu binti anatakiwa aombe talaka. Huyu mume hataki kutoa talaka. Basi ndio nafikia mahala kwamba kwa leo, watu wa leo wanasema mimi najua kuoa, sijui kuacha. Kadhi ataangalia kwa hikma zake na busara zake kwamba kwa masala haya, kwa maslahi ya hao mabwana wawili, anaweza akafikia mahala akavunja ile ndoa, lakini kwa maslahi. Dini na mamlaka yanamruhusu kadhi avunje ile ndoa, lakini kwa maslahi. Lakini anayemiliki talaka ni mume, na amepewa utaratibu wa kumiliki talaka 3 kama Mwenyezi Mungu alivyotuelekeza kwamba at-talaqu marratan fa imsaku bima'rufin au tasrihun biihsani. Talaka haswa mume anamiliki talaka 3. Ima ni talaka ya kwanza inaitwa talaka raj'iyya. Talaka ya pili, yani ya kwanza na ya pili, ni talaka raj'iyya. Lakini akimalizia talaka ya 3 ni talaka tumba'in, ambaye huyu mume haruhusi tena kumuoa yule ama kumrejea. Zile za mwanzo zimeitwa talaka raj'iyya kwa sababu mume ana hiari ya kumrejea mke wake midamu ida halijaisha, kama ni talaka 1 ama talaka 2. Kwa hiyo huyo ndio taratibu wa talaka kwa mukhtasari sana. Lakini leo bahati mbaya vijana wengi jambo hili wanafanya mchezo sana, yani wanafanya kama jambo la maskhara, kama alivyoeleza nabii wetu Muhammad kwamba 3 jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Kuna mambo 3, mzaha ndio kweli na kweli ndio kweli. Hata kama unafanya mzaha, jambo la kwanza an-nikah, ni kuoa. Huwezi kufanya mchezo kwenye kuoa. Hata kama mnafanya mchezo, baba anakuozesha ukasema nimekubali kama mchezo, yule ndio mke tayari, ndio moja kwa moja. Lakini jambo la pili ni jambo la raj'iyya. Mtu alimwacha mke wake talaka 1 ama talaka 2, ana hiari kumrejea mke wake, hata kama kwa jambo lile ima amemrejea kwa masahara, ima kwa amekusudia kabisa kumrejea, hila jambo halina masahara. Lakini la 3 ni talaka. Ndugu zangu, vijana wengi tunafikia mahala tunaingia kwenye talaka, hasa kwenye vigawanyo vya talaka. Kuna talaka inaitwa talaqatul muallaqa, talaka iliyotundikwa, talaka iliyowekewa masharti. Mume akasema, wewe mke wangu, siku ya kukuona unaingia nyumba fulani, mimi nimeshakupa talaka. Hii ni talaka imeshatuka. Yule mume ajue asijue, lakini pale hakuna ndoa. Kwa hiyo ndiyo elimu hii ya ndoa ni elimu ambayo ni muhimu sana. Vijana wengi wanaingia katika, yani wanaishi na wake zao kudhani ni mke, kumbe alishamwacha siku nyingi sana. Kwa hiyo tuwashukuru sana watu wa kipindi hiki, ndugu yangu bwana Ibrahima, kwa kutupa nafasi ya kufikisha elimu hii. Naam. Sawa. Mimi ni mshukuru Sheikh Salim kwa sababu mwenyewe nimepewa somo
ambalo nimefika wakati nimepigwa kama na bumbuazi, kwa sababu baadhi ya vitu hata mimi nilikuwa sivifahamu. Kwa hivyo nashukuru kwa elimu ambayo tumeendelea kuipata. Na wewe mtazamaji wa Sky International TV, najua utakuwa umepata elimu nzuri kabisa juu ya masuala mazima ya ndoa na mambo ya taraka. Hatujaishia hapo, tunaendelea kuzungumza na kupata dawa kutoka kwa Sheikh Salim, lakini kaswida ni moja ya vile ambavyo vinatupa burudani, kwa maana ya kuburudisha nafsi zetu na kutupa darasa katika ummat Islam. Hivyo tupumzike kidogo, alafu tukirejea tutaendelea na mada yetu hapa Sky International TV. Naam, niseme tena asalamu alaikum na nikukaribishe kurejea nasi kwa nusu saa nyingine ambayo imebaki ili kuhitimisha kipindi cha Ummat Islam, na kwa siku ya leo huku niko na Sheikh Salim, na kupitia 0792888642 utatupata hapo na kuweza kuuliza swali au kuchangia hoja hii ambayo inaendelea kwa siku ya leo. Na nikukumbushe tu kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Sky International TV, unakuwa unatupata hapo na unaweza ukaweka comment yako hapo, lakini pia kuangalia habari mbalimbali ambazo zinaendelea kupitia Sky International TV. Kwa wale ambao wanatumia kingamuzi cha Azam, basi mnatupata pale Azam channel namba 22, lakini kwa wale ambao wanatumia Star Times mnatupata kupitia channel namba 111 kwa wakazi wa Dodoma. Sheikh Salim, tumerejea kabla ya kuruhusu maswali ambayo watazamaji watakuwa wanauliza. Tumeangalia swala zima la taraka. Ndiyo. Na tumeelewa ni namna gani taraka zinapaswa kutolewa. Sasa mimi nimetoa talaka moja. Ndiyo. Au ikabidi nikatoa talaka ya pili.
kuna kipindi cha eda. Maana eda wengi tumezoea ni kipindi ambacho mke anakuwa amefiwa na mume. Lakini na eda, hata mwanamke anapopewa talaka anapaswa kaa eda. Sasa kama anakaa eda ni kwa kipindi gani? Pale anapokuwa amepewa talaka kabla ya wewe kumrudia. Maana talaka 3 najua ndio haina marejeo. Kwa maana unapopewa talaka ya 3 inakuwa haina marejeo. Talaka ya 1 ina marejeo, talaka 2 zina marejeo. Lakini mwanamke anapopewa talaka 2 na kurudishwa kwao, anakuwa anapaswa kukaa eda ni kwa kipindi gani kabla ya kurudi kwa mume wake? Asante Sheikh Ibrahim, nashukuru kwa swali zuri. Ndugu zangu watazamaji pamoja na wasikilizaji, eda ni ibada ambayo Mwenyezi Mungu alioiweka, na bahati mbaya wengi katika ibada hii tunaghafilika. Kuna talaka ambayo ni talakatun bid'iyya au bad'iyya, na kuna talakatun sunniyya. Mwanamume anapotaka kumwacha mke wake, sheria kwanza inamwambia aangalie kwamba imwache mwanamke akiwa katika hali gani. Mume anatakiwa amwache mke wake katika amwache yani katika akiwa katika tahara ile ambayo hawajakutana. Sheikh Ibrahim taanza huko alamtamalizia. Yani utaratibu wa kumwacha mke wake sio kwamba umeona tu nimechoka nimefanyaje basi nimekutaliki. Wakati mwingine utapata dhambi. Umwache, na hii yote ni kwa sababu ya kusubirishwa. Yani unatakiwa umwache mke wako talaka akiwa katika eda, akiwa katika tahara ile ambayo hamkukutana. Sahihi. Mfano leo ulilala na mke wako mkakutana mkaonana, kesho hutakiwi umpe talaka, kwa sababu ukimpa talaka unaweza ukampa adhabu kubwa sana. Eda, utaratibu wa eda la mwanamke ambayo aliyokuwa na ujauzito ni mpaka azae. Kwa hiyo ukimwacha kama kesho, atakaa mpaka aje azae takriban miezi 9 huyu mwanamke. Naam. Dini yetu inamhurumia mwanamke, lakini inampa utaratibu mwanamume kwamba kuna wakati ukimpa talaka mke wako utapata dhambi. Kwa hiyo utaratibu wa eda ni mfano mwanamume anapomwacha mke wake talaka 1 au talaka 2, hizo huitwa ni talakatu raj'iyya. Utaratibu wa eda kuna vigawanyo kama 3. Ikiwa mwanamume amemwacha mke wake talaka 1 talakatu raj'iyya au 2, anatakiwa huyu mwanamke akae kama ana mimba, eda lake atajizuilia, atakaa eda mpaka aje azae. Okay. Ikiwa amemwacha mke wake na ikawa ni katika wanawake wasioona siku zao, labda waliokata tamaa. No. Amemwacha, unaweza kukuta watu wengine wamefika mpaka umri miaka 60, miaka 50 ndio anaachana. Huyu mwanamke anatakiwa akae miezi 3. Lakini ikiwa ni wanawake wale ambao wanaoona siku zao, wanaingia kwenye siku zao kawaida, no, anatakiwa huyu mwanamke akae tahara 3. Yani aone siku ya kwanza, akishaona atumike zile siku 15. Mfano mwanamke anakaa, wapo ambao wanatumia siku 7. Kwa hiyo mwanamke akianza kutumia siku 7, aingie tena akae tahara siku 23. Baada ya kumaliza siku 23, aja asubiri tena aone, aingie kwenye siku zake, aanze kutumia, akae zile siku 7 hali ya kuwa anatumia, akitwaharika aingie tahara ya 2 mpaka tahara ya 3. Na wengine wanasema ni miezi 3. Lakini miezi 3 ukifuatilia utaratibu utakuta si miezi 3. Sasa Sheikh Salim, ndio miezi 3. Naam. Mwanamke anapokuwa eda ina maana anakuwa ndani, ndio maana halisi ya kuwa eda, au anapaswa kuwa akiwa mtaani anazunguka zunguka huku na kule? Asante Sheikh Ibrahim. Eda, ndugu zangu, utaratibu wa eda ni mwanamke anatakiwa ajihifadhi. Mwanamke awe na miko. Kwenye eda kuna miko, asifikia mahala, yani kwanza eda ni ibada. Mwanamke anatakiwa akae ndani, na pale ambapo anapotakiwa akae eda ni pale alipoachwa, kama hakuna dharura. Pale ambapo anapotakiwa akae, manake akae eda, ajistiri pale pale. Isipokuwa huyu mwanamke ikiwa amepewa talaka 1 au talaka 2, yule mwanamume anatakiwa amhudumie.
wengi wanaume wanajisahau leo, Sheikh Ibrahim. Naam. Yani mtu akimwacha mke wake talaka moja ama talaka mbili, lazima umhudumie chakula, yani mavazi, kwa sababu huyo bado ni mke akiwa kwao. Akiwa kwako wewe. Talaka naitoa, anapaswa awe wapi? Yani huyu mume sasa ametoa talaka mke wake, anatakiwa sasa yani akimpa talaka moja ama talaka mbili, abakia pale pale paka eda liisha, kwa sababu yule bado ni mke wake. Sheikh Salim, bado hapo umeniweka kando kidogo. Naam Sheikh. Talaka nimempatia talaka moja au ni mbili, talaka rejea. Ndio. Anapaswa kubaki kwangu nyumbani au anapaswa kwenda kwao? Hapana. Tayeb. Ukimwacha talaka moja ama talaka mbili, talaka rejea, anatakiwa amaliza eda pale ulipomwacha pale kwako. Okay. Na wewe mume huyu anatakiwa huduma zote isipokuwa kumkurubia, tendo lile ndio wanakatazwa, ama kukaa faragha ndio wanakatazwa. Kwa hiyo mume anatakiwa amlishe, amvishe, yani malazi, haki zote za binadamu ampe huyu mwanamume, mpaka itakapofikia mahala eda lake likiisha. Likiisha eda, tayari pale anakuwa huyu sio mke tena, na mwanamke anakuwa na uhuru sasa kwenda huko, ima kama ni kwenda kuolewa, kwenda kufanya majukumu yake mengine, lakini tayari pale ndio anafunguka. Na ndio huyu mwanamke hafai hata kwenda popote mpaka aombe ruhusa. Amepewa talaka, lakini bado yupo kwenye eda, mpaka sasa aombe ruhusa, naomba niende wapi, kwa sababu bado yupo katika mamlaka ya mume. Lakini wengi tumekuwa tukidhani kwamba talaka, unapohitaji kumpa mkeo talaka ni kumuondoa kwenda nyumbani kwao, usiwe naye katika eneo ambalo wewe unaishi. Na leo unatuelimisha kwamba talaka sio kumuondoa katika eneo ambalo mnaishi, bali unapaswa kuwa naye, ila hamtoshirikiana katika masuala mengine ya kindoa. Kwa hiyo hawa ambao wanaona kwamba okay, mimi mke wangu amenichosha, napaswa ni muondoe nyumbani arudi kwao, nadhani wako kwenye makosa. Basi ni kweli Sheikh Ibrahim, wanafanya kosa kubwa. Kwanza wanadhulumu, kwa sababu huyu alitakiwa amhudumie huyu mke wake, lakini hampi zile huduma. Kwa hiyo tayari huyu mwanamume ambaye ni mume ameshafanya dhulma, hakumtimizia mahitaji yake ya msingi ambayo alitakiwa amtimizie. Na kama wana chumba kimoja, mfano mazingira ya mjini, huyu mume anatakiwa ampishe huyu mwanamke, mume ampishe, mwanamke aendelee kuishi pale, isipokuwa kama kuna dharura, kuna vyanzo vile tumeona kwa mazingira haya, huyu mwanamke usalama, amani hamna, huyu mwanamke ndio anaweza akafikia mahala sasa akahama, ima aende kwao kwa sababu ya usalama wake. Sheikh Salim, inakuwaje sasa mzazi wa mwanamke anapokea binti yake nyumbani pale anapokuwa amepewa talaka moja au talaka mbili, na kauli inakuwa ni moja tu kwamba nimepewa talaka na nimerudi nyumbani mpaka pale ambapo mume wangu atanihitaji? Kwa nini wazazi wanawapokea mabinti manyumbani kwao kwa sababu ya talaka moja au mbili? Asante. Hili ni muhimu sana, umeuliza swali la muhimu sana. Leo wazazi wengi, bahati mbaya, hata mke na mme wamepishana, mwanamke anakimbia kwenda kwao, na mzazi anampokea tu, yani bila kujua utaratibu. Mzazi yupo katika dhima ambayo ni kubwa sana, kwa sababu alitakiwa kwamba yule mume, hata kama wamepishana, ameenda, huyu mzazi ampigie simu, bwana mke wako kafika huku, kaja na utaratibu gani? Mume amwambie bwana tulipishana baba, lakini muache kwanza apumzike. Naam. Lakini ama mume sasa ametoa talaka moja na mzazi anampokea, mzazi ni sehemu ya ihsani. Ni ihsani kama mume, huenda mume amwambia baba nimempa talaka moja, lakini mazingira yangu ni mtihani, inafaa baba yule akampokea yule mtoto kwa sababu ya ihsani. Lakini mzazi halazimiwi na chakula, halazimiwi na mahitaji yote mpaka eda litakapoisha, ndio sasa huyu mzazi analazimiwa, kwa sababu yule ni mtoto wake. Kuna wazazi ambao wanapokea mabinti zao na hawapati taarifa kutoka kwa mume, na wala wao hawaulizi upande wa mwanaume kwamba kwa nini huyu binti yupo nyumbani, na pengine hata ni katika hali ya kwenda tu kusalimia, lakini hakui na mawasiliano yoyote ambayo yanakuwa kati ya mwanaume na upande wa mwanamke katika kutoa taarifa kwamba jamani, mwenzangu amekuja kusalimia huko na atakaa kwa wiki moja au kwa wiki mbili. Na hususan mimi naweza nikasema ni kizazi hiki cha kwetu cha sasa, mwanamke anatoka tu anaenda nyumbani, anakaa wiki, anakaa mwezi, na bila wazazi wake kuwa wameuliza upande wa pili. Nao hii imekaa vipi? Na ni swali zuri sana hilo.
Na nabii wetu Muhammad anasema, na sallallahu alaihi wasallam anatuambia, unsur akhaka dhaliman au madhluma. Ndugu zangu, kwenye swala hili la mume na mke kuna dhulma nyingi sana ambazo zinazotokea. Haswa ndio maana tukaeleza, tuwashukuru sana kwa kuweza kuweka kipindi hiki cha Ummatu Islami kwa sababu ya kuweza kutoa darasa. Wengi katika vijana, wengi katika wazee, haswa wazazi, wanafikia mahala tusema wazazi anaposikia changamoto za mume na mke, wakati mwingine mimi nikiwa kama kadhi kwenye mamlaka yangu, huwa lazima ni waita wale wazee kwamba uliposikia changamoto za ndoa za watoto wako, kama sehemu ya mzazi ulishiriki vipi kuweza kuhakikisha kwamba ndoa zinakuwa mahala ambapo ni salama? Naam. Mchango asuli awalan, baada ya kuona wenyewe hawa yani maelewano yao sio mazuri, hatua ya pili na hatua ya wazee sasa, wabaathu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha yurida islaha yuwafiq ila, kama Mwenyezi Mungu alivyotuambia. Kwa hiyo lazima wale wazazi tuwashirikishe, tusikie. Bahati mbaya wapo wazazi ambao wanatumia pawa kubwa, ushawishi mkubwa, badala mzazi ahakikisha kwamba anamuimarisha yule binti, anampa elimu kwamba ndoa inahitaji uvumilivu, ndoa inahitaji subira. Ndio kwanza mzazi anamsupport, mimi sitaki kudhulumiwa, sitaki uonewe, sitaki ufanyeje. Naam. Sisi kama viongozi huwa tunapenda kuongea sana na wazee, sehemu yao ya kwanza ni ipi. Kwa hiyo lazima mzazi awajibike hatua yake, awasikilize, na baada ya hapo mzazi amempokeaje yule binti, amempokeaje, aje amewasiliana na mume wa huyu mtoto wake, baada ya kuwasiliana ni lipi, au mzazi amempokea akakaa kimya. Kwa hiyo hizi ni elimu ambazo wakati mwingine tunajitahidi kutoa, haswa kuambia hata wazazi. Naam, darasa linazidi kuwa tamu kadri muda unavyozidi kusonga, na tukiwa tumebakia na dakika chache kupitia 0792888642, basi unaweza kutuma ujumbe wako hapo, lakini pia unaweza kupiga simu tukaweza kuuliza swali, lakini pia unaweza ukachangia lolote kuhusiana na mjadala huu ambao tunauhitimisha leo na Sheikh Salim ambaye ni kadhi wa wilaya hii ya Dodoma, kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Sky International TV, lakini kupitia pia wale ambao wana vingamuzi vya Azam namba 22 kupitia Other Channel, lakini kwa wale ambao wanatumia vingamuzi vya Star Times, basi kupitia channel namba 111 Dodoma, mnakuwa mnatupata mubashara kabisa. Ummat Islam ikiwa inaendelea kuwa hapa. Basi tupate mapumziko tena, alafu tutakaporudi tutahitimisha na Sheikh Salim ambaye ni kadhi ama mwanasheria wa dini ya Kiislamu kutoka wilaya ya Dodoma. Naam, asalamu alaikum. Na niseme tu kwamba natamani sana tusikilize kaswida kwa muda mrefu, lakini muda nao sio rafiki, lakini najua kadri siku zinavyozidi kwenda basi tutapata muda wa kutosha kabisa kuweza kusikiliza kaswida hizi, ambapo kipindi cha Ummat Islam kinakuwa kinaendelea. Hapa studioni niko na Sheikh Salim ambaye ni kadhi wa wilaya ya Dodoma, na mimi ni Ibrahim Jamali, tukiwa na mada yetu ambayo inahusiana na mambo ya ndoa, talaka na mengineyo yanayohusiana na mambo ya kifamilia. Na kuhitimisha, na
Shehe, nilikuuliza swali la mwanamke anapokuwa eda, na bahati nzuri umetufafanulia vizuri kwamba eda si lazima arudishwe kwao na wala sio sheria kurudishwa kwao, bali anapaswa kuwa hapo hapo ambapo mnaishi, ila kuna baadhi ya vitu amtoshirikiana. Sasa muda ni wiki 3 hadi mwezi mmoja kwa talaka rejea. Lakini inapokuwa imezidi, kwa maana ule muda ambao umepangwa kisheria umepita, hatusemi mwanaume anakuwa amesusa kwamba amemsusa mke, maana sasa ukimsusa ni kwamba umpe talaka ya 3 aende kabisa. Sahihi. Lakini unapokuwa muda umepitiliza, sheria inasemaje ya dini ya Kiislamu unapopitiliza muda wa eda kwa mwanamke? Naam. Asante Sheikh Ibrahim kwa swali zuri. Ndugu zangu watazamaji pamoja na wasikilizaji, kama tulivyosema kwamba mwanamume huyu kapewa mamlaka ya kumiliki talaka, lakini huyu mume huyu ndiye ambaye akishatoa talaka moja ama talaka mbili zinaitwa talaka turajaia. Sasa huyu mwanamke anatakiwa kae eda, lakini tumefafanua anatakiwa kae wapi. Lazima akae pale ambapo alipoachwa kwa mume wake, kama hakuna madhara ya aina yoyote. Na eda kama tulivyosema, ikiwa mwanamke amepewa talaka moja ama mbili, kama ni mwanamke ambaye aliyokuwa anaona siku zake, basi anatakiwa kae tahara 3. Tahara 3 nadhani tumezieleza, na tahara 3 hizi zikishamalizika na amaambiwa kae pale kwa mume wake, sababu Allah anasema la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, wana Mwenyezi Mungu akazua jambo likazuka wakati anakaa eda, fikra zile zikabadilika, hasira ile ikaisha, na ndio maana anaambiwa akae pale pale. Lakini akikaa ile ima ni miezi 3, ima akajifungua kwa ile ambaye eda lake linamalizika kwa kuzaa, basi hapa tena sio mke, na huyu mume haruhusiwi tena kumrejea hata kama alimpa talaka moja ama talaka mbili. Anatakiwa aanze process mpya za kumuoa, yani kama ni mahari apange mahari mapya mengine, kwa sababu ule muda wa angalizo umeshamalizika bila hata talaka ya 3, bila hata talaka ya 3. Na huyu mwanamke anakuwa ni huru kuolewa mahala pengine popote, hata kama alipewa talaka moja. Alipewa talaka moja akaishi na huyu, akakaa ule muda wa kusubiri kwenye eda likaisha, na mume wake hajamrejea, basi huyu mwanamke ana hiari, yani ataondoka pale. Sasa kule anatakiwa ana hiari, akipata mume aolewe. Si lazima huyu mwanamke akasema nimalizie zile talaka mbili zilizobakia. Naam. Eda likishaisha basi uhuru ameshapata. Naam, maneno mazuri kabisa ya kutoka kwa Sheikh Salim kwamba muda unapopita wa eda ya talaka rejea, basi mwanamke anakuwa katika uhuru wa kuolewa, lakini na wewe mwanaume unakuwa umekosea, kwa sababu muda uliopangwa lazima utimize, ili uangalie kama unaweza kumrejea basi umrejee kwa wakati, lakini pia kama uwezi kumrejea basi umpe talaka yake ya 3 na aweze kuwa huru na kurudi katika familia yake. Tukumbuke tu kwamba yule uliyemuoa unapaswa kumrudisha kwao, usije ukampa talaka akatembea mwenyewe mitaani. Unapaswa kumrudisha pale ambapo ulimchukua. Lakini wewe mwanamke ambaye unakuwa unaiomba talaka, basi na wewe ukiomba talaka ujue una majukumu ya kufanya. Ukumbuke kuna mambo ambayo yatakusibu au yatakutaka wewe huyatekeleze kabla ya kupewa ile talaka. Kwa hiyo yote tuwe tunayazingatia. Lakini kutoka katika kipindi hiki cha Ummat Islam, mimi nikwambie tu, mnapokimbilia talaka pia muwe mnakumbuka kwamba kama mmepata watoto, je, watoto mnawaweka kwenye mazingira gani? Tusipende kujifikiria wenyewe sana kwamba sisi tumechokana basi tuachane. Lakini je, watoto mtakuwa mmewachoka? Na malezi ya wazazi wawili ndio malezi ambayo hata Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza kufanya hivyo, kuwalea watoto katika misingi ya walezi wawili na kuwalea katika misingi ya dini yetu ya Kiislamu, ili waweze kujua kwamba hata wao wanapokuwa wanapaswa kufata yapi. Sheikh Salim, mimi nataka tuhitimishe kwa kujua jambo moja. Ndio. Anapokuwa eda, mwanamke wangu mimi yuko eda. Lakini wakati mimi wa kupita kwangu huko nje, nikapata mwanamke mwingine. Na dini yetu sisi inaruhusu kuoa wake wanne. Nadhani kuna muda tusiitumie tafsiri hivi baya. Nadhani wake wanne, lakini katika utaratibu ambao dini umeruhusu sisi kuoa wake wanne. Je, nina haki ya kuongeza mke wa pili kwa sababu tu kuna tatizo kati yangu mimi na mke wangu, au swala la kuoa mke wa pili au hata wanne
lina utaratibu gani? Nadhani tuhitimishe katika hilo. Asante ndugu yangu. Na swala hili ndugu yetu ameuliza ni swala la muhimu sana. Mwanamume huyu ana hiari kwamba anapoona wakati huu au mazingira haya ambapo nipo mimi na mke wangu, mazingira si salama sana, na tayari ameshampa talaka. Naam. Huyu mume ana hiari, anaweza akaoa hata wakati mke wake yupo ndani ya ida. Okay. Isipokuwa huyu mwanamume anazuiliwa kuoa sehemu hiyo moja. Mwanamume anaweza akawa na wake 4. Mfano, naam, akiwa na wake 4 akamwacha moja katika wake zake, ama 2 ama 1, huyu mwanamume haruhusiwi kuoa mpaka asubiri ida la huyu mwanamke liishe ndio aoe, kwa sababu huyu si bado ni mke. Naam. Kwa hiyo akioa wakati amempa talaka yule yupo ndani ya ida, tayari huyu atakuwa sasa anaoa mke wangapi? Mke wa 5. Na sisi tumeruhusiwa. Kwa hiyo mpaka asubiri ida la huyu mwanamke liishe ndio sasa anaweza akaoa mwanamke mwingine wa 4. Na kuoa si fashion, na ndio dini yetu inataka kwamba yule aliyokuwa na uwezo ndio ambaye atakaye oa. Usioe mke wa pili kwa sababu ya kumkomoa mke wa kwanza. Amekufanyia hivi, ngoja nikuolee sasa. Yani kuoa inakuwa kama kiboko nataka umchapie. Naam. Si lengo la ndoa kumuolea ili umuumize, ili umkomeshe. Oa kwa sababu ni taratibu yetu ya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo huyu anaruhusiwa aoe hata kama mke wake yupo ndani ya ida. Naam. Anaruhusiwa, sheria inamruhusu. Isipokuwa tu taratibu, kama huyu mwanamume ana wake 4, amemwacha 1 ama 2, haruhusiwi kuoa mpaka wale wanawake ida liishe, ndio ana mamlaka sasa ya kwenda kuoa mwanamke mwingine, sababu wale bado ni wake, ida halijaisha. Sawa, kuna swali moja ambalo nadhani nihitimishe nalo kuhusu swala la mwanaume anapomfuma mwanamke. Tumekuwa na maamuzi ya haraka, ukimfumania unamfukuza moja kwa moja bila talaka, bila nini, kauli tu kwamba aende kwao. Ndio kidini imekaje? Ni muhimu sana swali lako, la muhimu sana. Wapo wanaume kwa sababu ya changamoto za ndoa. Tunapoeleza changamoto za ndoa zina aina nyingi. Kuna changamoto mafumaniana kwenye message, kuna changamoto, kuna ishara nyingi ambazo watu wameona. Kuna changamoto huyu mwanamke amemwona ni mkwapaji, yani hana nidhamu ya ndoa. Baadhi ya wanaume wanatumia silaha kwamba kumwambia mke wake nenda kwenu. Naam. Lakini mke anaenda kukaa hajui hatima yake, miezi 2, 3, wengine wanakaa paka mwaka. Na ndio maana ikawa sasa ukombozi sasa wala watu wataenda wapi? Ndio leo kuna mahakama ya kadhi. Mahakama ya kadhi, yule mwanamke anatakiwa aende kwenye mamlaka yale ili yule bwana aitwe, abainishe ana nini, ana lengo gani lake yeye na yule mke wake. Lakini mke hajawekwa ili umwadhibu akaye tu hajielewi. Allah anasema ile aya nyingine, fatatrukuha kalmuallaka, ukamwacha kama kitu kilichotundikwa hakijielewi, kipo chini kipo juu. Yani huyu mwanamke mimi sijielewi ni mke sio mke. Yani dini yetu hatujapewa mamlaka ya kuadhibu kwa adhabu hiyo kubwa. Kwa hiyo mamlaka ya kadhi ndio sasa itachukua hatua ya kumuita mume na kumwamuru mume, baada ya kwanza kuwalingania warudi. Ikionekana hamna utaratibu wa kurudi, basi mume sasa awe na khiari, asisema simpi talaka wala simrejeshi. Kadhi atafikia mahala avunje ile ndoa kwa sababu ya maslahi yote watu wawili. Mume asiendelee kupata dhambi na mke asifikia mahala akaendelee kupata dhambi. Kwa hiyo ili kuwanusuru wote, kadhi anatakiwa avunje ile ndoa kwa maslahi yao. Naam, maneno ni mazuri kutoka kwa Sheikh Salim Burhan ambaye ni kadhi wa wilaya ya Dodoma, lakini pia kwa tafsiri tu nyepesi ni kwamba ndiyo mwanasheria wa dini yetu ya Kiislamu kwa wilaya hii ya Dodoma. Natamani tuendelee kuzungumza mengi sana kutoka katika kipindi cha Ummati Islam, kwani mambo yanazidi kuwa mazuri, mambo yanazidi kuwa matamu, tunatamani kujua mambo mengi, lakini muda nao sio rafiki. Kutoka hapa Sky International TV, kila kitu kina mwanzo wake na mwisho wake. Mimi niseme tu kwa siku ya leo tunatamatisha hapo Ummati Islam mpaka ambapo tutakutana juma lingine. Shehe, naam, utakuwepo Jumaa?
Tumuombe Mwenyezi Mungu malizia na dua kwanza. Naona kama mambo yanazidi kuwa mazuri ili tuendelee kupata dawa kutoka kwako. Inshallah. Tama Mwenyezi Mungu, kwa sababu bado tuna siku nyingi. Lengo kubwa ni kufikisha elimu hii na kuokoa hasa vijana wengi, ambapo leo tuna changamoto, tuna mambo mengi kwenye dini. Sawa, kama ambavyo tumemsikia Sheikh Salima anasema tuombe Mwenyezi Mungu atufikishe hiyo juma, kwa sababu hatuijui kudura yetu ya mbeleni, hatujui sekunde moja mbele ya maisha yetu. Hivyo tuna kila sababu ya kuendelea kusoma dua nyingi sana ili tuendelee kuwa salama. Lakini mimi nikushukuru wewe ambao umekuwa ukitazama kuanzia mida ya saa 9 Ummati Islam inapofika tamati kwa juma ya leo. Nikusii tu endelee kutazama vipindi vingine ambavyo vinaendelea hapa Sky International TV, na nikukumbushe usiache kufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii at Sky International TV kwa maana ya YouTube, Instagram na mitandao mingine kwa maana ya TikTok na mingineyo. Lakini pia kwa wale ambao wanatazama kupitia Sky International TV, dekoda ya Azam pale tunapatikana Other Channel namba 22. Kwa wale ambao wako Dodoma, basi Star Times pia pale tunapatikana namba 111 unatupata pale Sky TV. Nikusii tu usiondoke hapo, uendelee kutazama vipindi vingine ambavyo vinaendelea hapa Sky International TV. Langu jina ni Ibrahim Jamali, tukutane tena juma lijalo.